الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأيام وفضل فيها الأيام العشر، وخلق الليالي وفضل فيها ليلة القدر. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وشيخنا وزعيمنا ووسيلتنا إلى ربنا مصطفى محمد، فصلوات ربي وتسليماته عليه هو وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه المبارك وسلك طريقه إلى يوم الدين والبعث. أما بعد. Watukufu waheshimiwa Waislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa siku ya leo, baada ya kukuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kunako swala zima la kumcha na kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala, yaumu Arafa yushabbihu yauma alqiyama, siku ya Arafa imefananishwa na siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khalaqa ash-shuhur, aliumba miezi. Allah subhanahu wa ta'ala katika zile miezi, wakhtara fiha shahra Ramadan, akaichagua mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi bora zaidi ya miezi mingine yote. Wa khalaqa al-ayyam, na akaumba masiku. Wakhtara fiha al-ayyam al-ashara min Dhil-Hijja, katika hizi siku 10 ambazo Allah kaziumba, akachagua baina ya siku hizi, baina ya masiku zote alizoziumba, akachagua siku 10 zikawa siku bora zaidi ya masiku zingine zote. Kisha baada ya kuziumba hizi siku 10 nazo, na akaziapia katika Qur'ani aliposema ya kwamba walfajri wa layalin ashri, nazo ni siku 10 min bidayati Dhil-Hijja, ni siku 10 katika za mwanzo ya Dhul-Hijja. Katika hizi siku 10 akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ma min ayamin al-amalu fiha, hakuna siku ambayo matendo ndani yake yanakuwa na thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ahabbu ila Allahi, tena masiku zenye kupendwa sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam, zaidi ya hizi masiku. Hapa aliposema katika hii hadithi katika Sahihu al-Bukhari, alikuwa anakusudia zile siku 10 za mwanzo wa Dhul-Hijja ambazo tumo ndani yake. Siku hii ya Arafa ni siku pia bora zaidi katika hizi siku 10. Ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafa, haiwi siku yoyote hiyo ambayo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala huokoa watu kutokamana na moto wa Jahannam zaidi kama inavyopatikana katika hii siku ya Arafa, ambayo siku ya Arafa itakuwa ni tarehe 26 Mei mwaka wa 2026. Itakuwa ni siku ya Arafa, bimaana mardi, yani Tuesday, ndo siku ambayo itakuwa ni siku ya Arafa. Hii siku inafanana na siku ya Kiyama, ni kwa sababu kwanza, mojawapo ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameidai kwamba siku ya Kiyama watu watahitaji kuokolewa kutokana na moto, watalia kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ndo hivyo hivyo siku ya Kiyama, kwa sababu ni siku ya kuokolewa na moto,
hiyo siku ya Arafa pia ni siku ya kuokolewa wanadamu kutokamana na moto, na hiyo ni kupitia ushahidi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo anayaweka wazi. Anasema ya kwamba ma min yaumin akthar min an yu'ta Allahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafa. Hakuna siku yoyote hiyo ambayo inayo uwezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa watu wengi sana kutoka ndani ya moto waingizwe peponi zaidi ya hiyo siku ya Arafa. Bimaana siku ya Arafa yushabbihu yaum alqiyama, inafanana na siku ya Kiyama. Jambo la pili ambalo limetufanya kwamba tuone hii siku ya Arafa inafanana na siku ya Kiyama ni kwa sababu ijtimau nnasi fi makanin wahidin, kukusanyika kwa watu katika sehemu moja. Watu wanakutanana fasi moja pale katika mlima wa Arafa. Hiyo sehemu panakutanika mahujaji wote, wanakwenda katika mlima wa Arafa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisifu hija, akasema ya kwamba alhajju Arafa, alhajju Arafa, alhajju Arafa. Hija ni kusimama katika mlima wa Arafa. Wa sharafahu, sharafu iliyoje ya hiyo siku. Watu wanakusanyika, mahujaji wote wanakusanyika katika sehemu moja, katika hiyo nafasi ya Arafa, wanakwenda kuikaa huko na kushinda mchana mzima hapo. Hawatoki isipokuwa kabla ya magharibi, ndo wanaanza kutoka sasa katika hiyo milima ya Arafa na kurudi, wanakwenda Muzdalifa ili waende wakalale pale Muzdalifa. Kisha kesho asubuhi ya hiyo siku ya Arafa, asubuhi yake sasa baada ya siku ya Arafa ni siku ya yaumu aljamara alaqaba alkubra, siku ya kwenda kutupa sasa mawe, kumtupia Ibilisi mawe, ambayo inaitwa huku kwetu siku ya Eid. Sisi tutakuwa tunasali Eid huku, wao mahujaji watakuwa wako wanamtupia shaitani mawe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hiyo sehemu ya Arafa, pale Arafa ni sehemu ambapo ukirudia katika tarehe, ndo sehemu ambapo Adam na Hawa walikutanana baada ya Mwenyezi Mungu kuwashusha hapa duniani, akawateremsha, wanatoka katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Waliposhuka hapa duniani, sehemu walipokutanana, kwa sababu dunia ilikuwa na giza, ilikuwa kubwa sana, walikwenda kukutana pale Arafa. Wamoja katika tarehe wakasema ya kwamba, na ndio maana iliitwa Arafa, kwa sababu pale ndo walijuana Sayyiduna Adam na Bibi Hawa walijuana, kumbe uko hapa, wakaenda kutanana wote katika mlima wa Arafa. Ndugu zangu Waislamu, tukaifananisha Arafa na siku ya Kiyama, kwa sababu siku ya Kiyama pia Allah anasema, qul innal awwalina wal akhirin lamajmuuna ila miqati yawmin ma'lum. Hakika wanadamu wa mwanzo na wanadamu wa mwisho wote, la majmuuna, watakuwa wenye kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya hiyo siku ya Kiyama, limiqati yaumin maalum, kwa ajili ya mkutano, yani ya mkutano wa hiyo siku iliyokuwa maalum inayojulikana kabisa. Ndugu zangu Waislamu, basi eleweni ya kwamba Kiyama inafananishwa na hiyo siku ya Arafa, kwa sababu watu hiyo siku ya Arafa, ukiangalia hata kwenye video utakutana ya kwamba watu wanajazana mamilioni, wote wako pale katika mlima mmoja ambao ni mlima wa Arafa. Wako wanafanya nini? Wanafanya ibadati mbalimbali. Wanakusanyika wanaume kama vile wanawake, watoto, wazee, watu wote wanakusanyika katika sehemu moja, na hiyo ikatufanya tuifananishe na hiyo siku ya Kiyama. Unavyowaona watu, kila mtu, annasu fi tabaqatihim kulliha, watu kwa tabaka zao zote wako pale, matajiri, maskini, raia, wajeshi, sijui wa nani, watu wote wamekusanyika sehemu moja, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala
katika sehemu moja. Hiyo ikatufanya tuione kwamba siku ya Arafa inafanana na siku ya Kiyama. Jambo la tatu lililotufanya tuifananishe siku ya Arafa na siku ya Kiyama, raf'ul aidi wa aktharu dua wa kathratu dua, kuinua mikono kwingi na kuzidisha dua kwa ajili ya hiyo siku. Hiyo siku ya Kiyama watu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Mola wao, mlezi wa viumbe vyote, mlezi wa maulimwengu yote. Watu watasimama mbele ya Allah, kila mtu akiomba dua yake mbalimbali, kama ilivyokuja katika hadithi. Kila mtu atakuwa anasema nafsi nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu. Kila mtu anaililia nafsi yake kwa ajili ya kuona namna atafaulu. Katika kuililia nafsi yake hiyo siku ya Kiyama, ikatufanya tuone namna watu watahangaika, wanakwenda kumtafuta Sayyiduna Adam. Ewe ya abal bashar, ewe baba wa watu wote, baba yetu Adam, tunakuja kwako utusemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupunguzia katika hii misukosuko ya hiyo siku ya Kiyama. Adam atawaambia, mimi nasikia uoga kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nakumbuka kuna siku alinikataza nisikurubie mti, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, usisogelee mti utakuwa miongoni mwa watu wa hasara. Lakini sikusikia, mimi nikawa nimeikurubia hiyo mti, mimi na mke wangu Hawa. Kwa hiyo nikawa mwenye kujidhulumu nafsi yangu. Naogopa kwa hasira ya Allah nisije nikasogea pale akaja kuniletea hasira yake, kaja kuanguka dhidi yangu. Mwende kwa mtu mwingine, anaweza akawasaidia. Wataenda kwa manabii wengine, wote watamwendea Nabii Musa. Nabii Musa atawaambia, na mimi kuna siku nilimpiga mtu ngumi, fawakazahu Musa, Musa akampiga mtu ngumi, yule mtu akakufa. Wataenda wakizunguka kwa manabii wote. Wanatafuta nini kwa hawa manabii? Wanatafuta kila mtu aweze kusalimika, apate namna ya kuingia peponi, aokolewe na moto. Sasa hiyo siku ya Arafa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameonyesha ya kwamba ni siku ambayo inahitajika sana kwa mwanadamu kuinua mikono yake mbele ya Allah, amuombe Allah. Manake ile siku mardi, kwa Muislamu ambaye anamwogopa Mola wake, anaitaraji kukutana na Mungu wake, lazima hiyo siku ni siku ambayo apunguze kazi zake. Kama una kazi za kufanya hiyo siku ya mardi, anza zifanya kuanzia leo mpaka gisi itafika hiyo mardi, uwe libre. Kwa sababu gani? Ukiwa off lazima utapata wakati mzima wa wewe kuweza kufanya ibadati kwa wingi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa alikuwa anachanga sala baina ya sala ya dhuhuri na al-asri, anavikusanya tena jamu taqdim, anavisali sala ya al-asiri na ya dhuhuri, anavisali vyote kwa muda wa dhuhuri, kisha jamu taqdim, kisha anapunguza rakaa 4 na geuka rakaa 2. Lakini hii ni kwa wale ambao wako katika mlima wa Arafa, wenye watasimama pale Arafa, ndio anaruhusiwa kufanya nini? Kuchanga swala na kuweza kupunguza rakaa, kwa sababu wao ni wasafiri kwa kule, wanaruhusiwa kuyafanya hayo yote, kuchanga. Lakini sisi itupatie, kwa nini Mtume alikuwa anachanga hivyo swala? Ni kwa sababu apate time mzuri, apate muda mzuri wa yeye kuikaa sasa chini afanye ibada mbalimbali kwa ajili ya hiyo siku ya Arafa isimpite. Ni siku yenye dua zote zinakubaliwa. Sikiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Khairu duai duau yaumi Arafa, dua bora sana ni dua ya hiyo siku ya Arafa. Maanake tunapoteza muda, bahati tunaipoteza. Mtu unamkutana Muislamu hana habari na siku ya Arafa, anatembea anazunguka huku na huku, hana habari kwamba ni siku ya kukaa chini kufanya ibada mbalimbali, haswatan kujikita kufanya dua. Omba dua ya maisha yako.
Ndio siku wenye wenzako huwa wanaikaa chini wanaomba destin ya maisha yao hiyo siku. Kisha mtasema eti kwamba hamna dini, hamkupewa dini nzuri, dini ambayo inakufunza na zile kuna wakati marezo zina sisteme ya kitu inaitwa R13. Maanake ile wakati ambayo yenye mainite wanakuwa wanaziacha livu zinawakia bure kati ya usiku. Si kuna wakati marezo yanafanyaka hivyo, wanaacha apele na kuwa bure wakati fulani katika usiku. Na ndo hivyo hivyo Mwenyezi Mungu naye kajalia kuwe ma R13 wakati yani off time, yani kuwa wakati ambapo wanakuachia liberte ya wewe kuweza kuongea na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo katika hiyo masiku, ndo hii siku ya Arafa. Ni siku ambayo Muislamu, mwambie mke wako asitoke mnyumba hiyo siku, aikae kumsala, aombe dua zake za maisha. Na wewe kama utaenda msikitini, baki msikitini kuanzia asubuhi mpaka jioni, omba dua zako za maisha. Kwani kwa siku moja utapoteza nini? Mbona unaweza ukagonjwa na ukabaki ndani bila hata mtu wowote kushurutisha, ukabakia mle ndani, na baada ya siku hata insemene ndio unakuja kutoka nje. Utabaki ndani ya msikiti unafanya ibada ambazo ibada hizi zinahesabika mbele ya Allah. Dua zako utakazoziomba utafaidika nazo. Kwa hiyo ni siku ya kuikaa kujikita kwa ajili ya dua. Kwa sababu gani dua zinakubalika kwa urahisi? Kwa sababu inna Allaha yadenu, Allah huteremka kwenye mbingu yake ya kwanza katika hiyo siku ya Arafa. Kisha anapoteremka katika hiyo mbingu ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala huwanadia, huwatizama waja wake. Kisha anawaambia wa malaika, undhuru ila ibadi, tizameni waja wangu, tazameni waja wangu. Allah anaanza kujigambia sisi wanadamu waja wake, anaanza kujigambia mbele ya wa malaika, wamenijia shu'uthan ghubra, kwa sababu kule Mina ni sehemu ambapo wanakuja watu, wanasimama pale Arafa, wanasimama Arafa watu, vumbi yao, nywele zimechakaa, hakuna wakati wa kuweza kuchanua nywele. Ebu tumalize na neno ya mwisho. Tumefananisha siku ya Kiyama na siku ya Arafa kwa sababu ni siku ambayo rajaul maghfira wan najat, siku ya watu kutaraji msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kidogo nimalizie hapa niseme ya kwamba siku ya Kiyama watu wataomba msamaha kwa wingi, iddata marra, kwa wingi kabisa. Lakini na hiyo siku ya Arafa ni siku pia ya kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti ni moja tu, na ndio nitakuomba urudi na hii umuhimu nyumbani leo, ubakie unatafakari. Tofauti ya siku ya Kiyama na siku ya Arafa ni moja. Siku ya Kiyama ni siku ambayo ni ya kulipwa kutokana na matendo tulizozifanya duniani. Wanaenda sasa kulipa, na walaisa yaumu amal, na sio siku ya matendo tena. Hawakuombi tena usali hiyo siku ya Kiyama, hawakuombi tena ufanye dua hiyo siku ya Kiyama, hawakuombi tena ufanye chochote hiyo siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama unahitajika tu ni ulipiwe yale uliyoyatenda katika dunia. Lakini siku ya Arafa ni siku ambayo ni siku ya unahitajika kufanya matendo mazuri katika hiyo siku nzima, kisha matendo yako yale yanalipwa kwa malipo makubwa kabisa. Tazama utofauti. Ni siku ambayo siku ya Arafa unahitajika kufanya matendo mazuri, kumwomba Allah msamaha, na Allah anakusamehe kwa sababu ni siku ya Arafa. Lakini siku ya Kiyama hata umwombe Allah misamaha elfu ngapi, hiyo siku sio siku tena ya kukubaliwa toba za watu. Taubatu maftuha, tauba, mlango wa toba ni yenye kufunguliwa, iko wazi. Ma lam yugharghir au yatagharghir,
kabla roho yako yafika kwenye koromeo, maana kabla hujakufa ndo wakati wako wawe kutubu sasa madhambi ambazo umezifanya. Wala usijione kwamba eti una bije mbalimbali, una programu mbalimbali za dunia. Dunia hakuna ambaye atakayeirithi, watu wote, sisi wote tutakwenda. Sasa utakwenda, ikiwa utafariki leo, je, utaenda na hii madhambi ambayo uko nayo? Usijionee umri wako mdogo ukasema pengine bado nina miaka 20, bado nina miaka 30, bado nina miaka kadhaa, bado ningali duniani. Hauna garanti yoyote hiyo ya kusema kwamba utaishi masiku zote, wala hauna hata garanti ya sekundi moja baada ya saa hizi, hauna. Kwa nini usitumie hiyo siku ya Arafa kuwa ni siku yako, ni fursa kwako kwa ajili ya kutubia madhambi zako zote za maisha yako, tena taubatan nasuha, kutubu kwa kusema kwamba sitorejelea tena hiyo madhambi. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hiyo siku ya Arafa usirangerange mitaani, kaa chini msikitini, fanya dua, soma Qur'ani. Zaidi sana ni siku ya kutubia, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalizie na kisa ya jamaa mmoja hivi ambaye dhukira an baadhi salaf, waja wema waliotangulia wametuletea kisa kimoja. Wanasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikwenda, anna rajulan kana ma'rufan bil maasi, mtu mmoja alikuwa anajulikana sana ni mtenda madhambi. Kila siku kazi yake ilikuwa ni kufanya madhambi, mpaka mtaani watu wote washamjua njobi yake hivyo, ule fulani njobi yake. Mpaka falamma waqafa bi Arafa, aliposimama katika mlima wa Arafa siku ya Arafa, yuko pale mlimani, kumbe alikwenda kufanya hija, akapata bahati, anafika pale katika mlima wa Arafa. Anafika pale, waraa an-nasa yarfa'una aydiyahum ila Allahi, akaona watu wanaipandisha mikono yao kwa Allah, wanaomba dua mbalimbali. Yeko na washangaa, yesi ni mtu wa madhambi, anashangaa watu wako wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma, alipowaona watu wako wanafanya hivyo, wanafanya dua mbalimbali, infajara bilbukaa, akaanza kulia sana. Watu wanamuomba Allah, tizama ule mzee fulani, ule naye anamuomba Allah, angalia ule tajiri fulani naye yuko anamuomba Allah. Watu wote, kila mtu yuko bize na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala hana wakati ya kujishughulisha na mambo mengine. Ule jamaa ikamletea machozi, akaanza kulia, kisha akainua naye mikono, wakala, akasema ya kwamba ya Rabbi, ewe Mola wangu, in kunta la taqbal illa salihina fa aina yadhhabu almudhnibin. Ewe Allah, kama kweli aba bote biko wanalia hapa benye banainua mikono yao mbele yako Allah, kama kweli hawa wote peke yao tu ndio unastahili kuwakubalia dua zao, kwa sababu wao ni waja wema, sasa vipi kuhusu sisi ambao ni watu wa madhambi? Unasemaje Mola wangu? Mbona na sisi tunahitaji, na sisi ambao ni watu wa madhambi? Atakuwa anaenda anakariri haya maneno, ewe Allah, kweli kabisa wewe ni wa kuwakubalia tu waja wema, vipi kuhusu sisi waja ambao tunafanya madhambi usiku kama vile mchana? Akasema, inasemekana ya kwamba alikuwa akiyasema haya maneno, wayad'u hatta aghma alayhi, mpaka akazimia kwa kulia sana na kusikitika kuona kwamba mimi nimekuja hija ili Allah nisamee madhambi yangu, lakini ninapojitazama hali yangu mbele ya Allah naona kama hainitoshi, mimi naona nina madhambi sana, sijui kama Allah atakubali dua yangu. Sasa ndo maana akawa analia na kusikitika sana, ewe Allah, kweli watu wema tu ndio tutakubalia dua yao hii siku ya Arafa, sasa sie watu ambao ni wa madhambi tutafanya nini ya Allah? Basi akazimia kutokana na kiwewe cha kuombaomba sana hiyo dua, na susi tansio kampanda, akazimia. Alipoanguka, falamma afaqa, akili iliporudia, qala, akasema ya kwamba wallahi, akaapa kwa jina ya Allah, akasema inni la ajidu fi qalbi
fi qalbi rahatan ma wajadtuha fi hayati. Allahu akbar. Akasema wallahi, minasikia raha mroho yangu, ile huzuni yote ya kubabaika kujiuliza, je, Allah atanisamehe madhambi yangu kama anavyowasamehe waja wema pamoja na madhambi zangu? Je, Allah atanisamehe? Nilikuwa nikihangaika kwenye moyo wangu, lakini baada tu ya kuzinduka, baada ya kuzimia, anasema ya kwamba nimesikia raha ambayo sijawahi kuisikia katika maisha yangu. Bimaana amesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na unaposamehewa unasikia roho yako inakuwa safi, wala haina tena zile korokoro za kusema kwamba nilikuwa katika madhambi mbalimbali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbi. Muombe Mola wenu msamaha, hakika Allah ni mwingi wa msamaha na mrehemevu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baada ya kumsifu na kumshukuru Allah na kumtakia mtume rehma na amani, tunakuhusieni tena kwa mara ya pili kabisa kwamba tumche na tumwokope Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba endapo hatutomwokopa Allah, basi tutakuwa tumeangukia pua, tutakuwa tumekwenda katika hasara kubwa sana hapa duniani na siku ya Kiyama. Ndugu zangu Islam, khutba yetu ya leo ilikuwa inaonyesha ya kwamba siku ya Kiyama na siku ya Arafa zinafanana katika hali ya ibada ambazo watu wote wanataraji kwa Allah malipo ya kuingizwa peponi, kusamehewa madhambi. Haya yote yakawa yamefananishwa na siku ya Kiyama. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuipate fursa nzuri ya kumuomba msamaha na kuomba dua zetu mbalimbali hiyo siku ya Arafa, wala tusiwe wenye kushughulika na mambo ya kidunia. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيكفي أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى بقية من أصحاب رسول الله الذين ما ذكرناهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة. اللهم يسر لنا عبادة في يوم عرفة، اللهم يسر لنا عبادة في يوم عرفة برحمتك يا أرحم الراحمين، وإنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعاءنا يوم عرفة، اللهم تقبل دعاءنا يوم عرفة، اللهم تقبل دعاءنا يوم عرفة بكرمك وجودك إحسانك يا أكرم الأكرمين، وإنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه نور سيدنا مصطفى محمد، والحمد لله رب العالمين.